Mpenzi mtazamaji wa Rada Online TV, popote pale unapotuangalia, karibu katika kipindi chetu pendwa cha Usioyajua. Katika kipindi hichi mengi yatajiri mara tu baada ya kuzungumza na mgeni husika ambaye tumemwalika. Nalo hii ni aliyekuwa msaidizi wa Maalim Seif Sharif Hamad pamoja na Jumaduni, ndugu Ahmed Omar Khamis. Habari za leo, mambo vipi? Na kuona katika mitandao ya kijamii kwa namna unavyotoa elimu mbalimbali kuhusiana na mchakato wa siasa. Lakini kwa kuanzia tu nukta ya kwanza, Ahmed Khamis Omar ni mtu aina gani? Jina langu ni kama ulivyoeleza, japo kidogo, ni Ahmed Omar Khamis. Mimi ni mzaliwa wa Pemba, na bahati nzuri tunafanya interview hii ndani ya Pemba nikiwa niko nyumbani. By profession mimi ni mwalimu. Nimefundisha kwa muda takriban miaka 18 sasa, na pia nimepata bahati nyingine, si kama ni bahati nzuri au mbaya, ya kuwa mwanasiasa. Sawa. Siasa nilianza kwanza kwenye vyama vya upinzani, Civic United Front, na baadaye ACT Wazalendo, na sasa ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Labda tukianza na hatua hii ambayo ifuatayo, Pemba ina nafasi gani au inasimama wapi katika historia ya mapambano dhidi ya kumng'oa mkoloni? Najua kabla sijajibu hili swali, ni vyema kwanza tuweke wazi kwamba watu wanafikiria kisiwa cha Pemba kinapaswa kuwa na watu wenye mwamko au wenye vuguvugu au wenye mitazamo ya upinzani tu dhidi ya serikali zilizopo madarakani. Watu ndivyo wanavyoiangalia Pemba hivyo, lakini tutazungumza kwa kina, tutaona kwamba hivi ni vitu vimetengenezwa na vimekuja kwa bahati mbaya sana. Kwa sababu siasa siku zote kuna vitu vikikosewa vinaweza vikakupeleka katika upande ambao usiotarajiwa. Sasa tutazungumza, lakini katika swala lako tutachimbua hasa nini nafasi ya Pemba kisiasa hasa katika historia ya kale, na tutapata kuona kwamba kumbe wa Pemba si watu wa kuburuzwa kama wanavyoburuzwa wengi sasa. Ni watu ambao wanajitambua, ni watu ambao wanapigania kitu ambacho wanapaswa kukipigania tangu katika zama za kale kabisa. Sasa tukianza na swala la historia hasa ambayo iko kwenye kumbukumbu inayoonyesha ushiriki wa Pemba katika mapambano hasa ya kupigania wapwani wao, nchi yao, uzalendo wao, basi historia inayokumbukwa zaidi ni mapambano dhidi ya mkoloni Mreno. Historia inayokumbukwa zaidi. Mreno ni mkoloni mmoja katili sana katika historia ya ukoloni. Kwa nini katili sana? Ni katili sana kwa sababu anaongoza yeye kwa kuua katika historia ya watu ambao wamefanyiwa ukatili na kuuawa na mateso yale mabaya yanayotokana na athari ya ukoloni. Basi Mreno anaongoza. Lakini pia mkoloni Mreno anaongoza katika unyonyaji. Yeye kila alipotawala amejaribu kutumia kila kipengele kuhakikisha kwamba anawanyonya watu wa Pemba. Tutazungumza swala la kodi ya kichwa. Yeye ndio ndio mkoloni peke yake aliyetengeneza hii kitu inaitwa kodi ya kichwa. Mazali una kichwa ulipe kodi. Sasa Mreno alikuwa koloni katili sana, na alikuja akiwa na malengo tofauti mkoloni huyu wa Kireno. Kwanza alikuja kuweka himaya ili aweze kudhibiti kila kitu na kuendesha yeye kila kitu pale. Lakini alikuja kuhakikisha kwamba anachota uchumi na rasilimali zetu na kuzipeleka Ureno. Lakini pia alikuja kwa lengo la kimission.
katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, kwa sababu bahati mbaya yeye anakuja, ilikuwa tayari Uislamu ulikuwa tayari umetamalaki katika mwambao wote, umetamalaki kweli kweli, mpaka wanazuoni ilikuwa hujui baina ya Afrika Mashariki na Misri, basi wapi wanawazidi wenzao. Kwa hiyo Mreno alikuwa pia alibeba jukumu hilo kuhakikisha kwamba ama anaufuta au anauvunja nguvu Uislamu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa Pemba ina nafasi gani katika mapambano dhidi ya Mreno? Kwa kweli liko wazi na limezungumzwa na wanahistoria wabobezi duniani, wakiwemo wazungu. Wamezungumza kwamba katika sehemu ambayo ilimcharaza kweli Mreno ni Pemba, wakati baadhi ya maeneo mengine ya Afrika Mashariki ambayo yametawaliwa na Mreno wakisalimu amri, wakiona kwa maonevu yale yakishakuwa makubwa, wakisalimu amri, fanya hivi wanafanya, lipa kodi ya kichwa wanalipa. Wapemba hawakuwahi kukubali, walipigana mpaka tone lao la mwisho la damu. Na mapambano yanayokumbukwa zaidi katika vita vya kumng'oa Mreno basi ni majemedari wawili waliotoka Ureno, ambao hawa waliletwa wakiambiwa kwamba bwana, sehemu zote za Afrika Mashariki nyepesi, lakini Pemba ugumu. Kwa hiyo lazima waletwe watu maalum kutoka Ureno ambao wameshiba techniques za vita na wakali na makatili zaidi, ili kuja kuona kwamba na Wapemba na wao wanasalimu amri katika ukoloni wa Kireno. Hawa wanakumbukwa kwenye historia mpaka majina yao, mmoja anaitwa Francisco na mmoja anaitwa Kisen. Hawa walikuja hapa bwana, wakaja wakafanya ukatili mkubwa kweli. Lakini walipoingia, bahati nzuri, Pemba wakati huo pia ilikuwa Pemba inaongozwa na mzee wetu mmoja anaitwa Maalim Juma Kombo. Kuna sehemu moja yani umegusia kwamba umesema kwamba wale kuna wanajeshi wawili ambao specialized walipangwa kwa ajili ya kuja Pemba. Imeonekana Pemba kwamba ni ngumu sana, aidha pengine kwa watu wake au kwa misimamo ya kisiasa. Wakati huo wale maagent wa ukoloni wapo kila katika Mombasa, wapo Pemba, wapo Unguja, wapo. Lakini sasa Wapemba wanagoma kutii amri za kikoloni. Kwa hiyo sasa, ili Wapemba waweze kusalimu amri na amri za kikoloni, hasa kodi ya kichwa, hii iliyokuwa ndio kitu muhimu sana kwa Mreno, kwa sababu ilikuwa inamkushanyia fedha nyingi. Kwa hiyo sasa, ili iweze kutimia swala la Wapemba kusalimu amri, ilibidi wachukuliwe kutoka Ureno majemedari wa kivita, wapambanaji, kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu, kuja kuongezea nguvu waliopo wale, kwa sababu wanaonekana wao kama vile wameshindwa. Kwa hiyo wakaletwa na waliingia hapa na mashua 65 na askari wengi kweli kweli, kwa sababu imagine waliouliwa tu na Wapemba hapa ni 13,000. Waliouliwa ni 13,000. Sasa jiulize ni wangapi askari waliokuja na Kisen na Francisco kuja kupambana na Wapemba. So Wapemba wakiongozwa na Maalim Kombo, ambaye alikuwa ndio mtawala wa Shirazi wa Pemba wakati huo na kiongozi wa dini. Alifanya shura na viongozi mbalimbali wa Pemba, wakamwambia Kisen na Francisco, bwana, sisi hatutasalimu amri, ni bora tufe, lakini hatutosalimu amri na unyang'anyi na mkandamizaji na ukatili wenu. Tutapambana mpaka tone la mwisho na kweli walipambana. Askari 13,000 wa Kireno waliuliwa Pemba. Pamoja nguvu yao ilikuwa kubwa na Mgobore na nini, Wapemba wengi wakauliwa pia, wengine wakakimbilia Mombasa kwenda kujificha, lakini na baadaye wakaidhibiti Pemba. Wapemba hawakushinda vita ile na Wareno, lakini walionesha Wapemba jinsi walivyokuwa hawako tayari kutawaliwa. Na tukizungumzia kuhusiana na mapambano ya watu wa Pemba, namna gani walivyoshiriki kutoka enzi za chama cha Afro Shirazi Party, Wapemba katika kisiwa hichi walionyesha mashirikiano gani katika kupambania hali? Mtangazaji, katika kitu ambacho kinapotoshwa katika historia ya kisiasa ya Pemba ni kwamba Wapemba hawakuitaka Afro Shirazi au Afro Shirazi haikuwa na nguvu Pemba.
kama Wapemba walikuwa zaidi wanaunga mkono chama cha Hizbu ambacho kilikuwa ni mpinzani wa Afro Shirazi, lakini ambacho kiliungwa mkono zaidi na Waarabu. Wapemba wanaambiwa wao ni Waarabu, kwa hiyo kuitaka Afro Shirazi. Ziko kauli kama hizo zinazungumzwa katika historia ya kisiasa, hasa siasa za kumfukuza Mwingereza na sultani na kuelekea katika mapinduzi ya 1964. Ndugu mtangazaji, kwanza ni kwambie kwamba kama Afro Shirazi na ujio wake utalinganishwa na mtu, basi upande wa ubabani tunaweza tukasema Afro Shirazi ni Unguja na upande wa umamani ni Pemba. Yaani Afro Shirazi ule kuzaliwa kwake tu huwezi kuitaja, huwezi kuizungumza kuzaliwa kwa Afro Shirazi bila ya kusema Pemba na Unguja zote mbili zilishiriki katika kuitengeneza Afro Shirazi. Vipi? Afro Shirazi ni zao la jumuiya mbili za kikabila ambazo zilikuwepo katika zama za Mwingereza, ambapo Wazanzibari walihamasishwa na Mwingereza wajiundie na jumuiya yao ya kabila ili kutetea maslahi yao. Unajua Mwingereza ni mkoloni mzuri wa divide and rule policy. Kwa hiyo Waafrika wenye asili zao kutokea Mrima, kutokea bara wakaunda jumuiya yao, Washigiri wakaunda jumuiya yao, Waarabu wana asili yao kutokea Omani wakaunda jumuiya yao. Kwa hiyo kama kila mmoja anapigania maslahi ya kabila lake, kwa sababu Mwingereza alitutengenezea a racial identity politics, siasa za kutambua nasabu yako ili kusudi atugombanishe. Sasa wakati Unguja tayari kuna jumuiya ya watu wenye asili ya kutokea bara la Afrika, weusi wenye asili ya kutokea bara la Afrika, African Association. Wapemba wao waliona ile kwa sababu muundo wa kijamii baina ya Unguja na Pemba kulikuwa na tofauti kidogo. Pemba kulikuwa na Washirazi wengi, yani watu ambao asili zao ni kutokea Shirazi walikuwa ni wengi kulinganishwa na watu ambao asili zao zilikuwa ni kutokea bara la Afrika na wale ambao ni kutokea Omani, nchi za Kiarabu. Washirazi walikuwa wengi zaidi. Kwa hiyo Washirazi wa Pemba waliona jumuiya ya Afrika hii, kwa sababu sisi huko hawako wengi sana, itakuja kushindwa kututetea maslahi yetu, tusahau. Kwa hiyo bora na sisi tuanzishe jumuiya yetu kabisa ambayo itakuwa inawakilisha kundi kubwa lililoko Pemba. Unguja pia walikuwa Washirazi, lakini walikuwa si wengi kama Pemba. Kwa hiyo ikaanzishwa jumuiya inaitwa Shirazi Association. Na alianzisha mzee Ali Sharif. Kwa hiyo baada ya kuonekana kwamba Pemba kuna members wengi ambao wanaiunga mkono chama cha Afro Shirazi Party, na ndio maana wale wadau wakaja kufunga kambi. Hapana. Hapana, hapa tunazungumzia kabla Afro Shirazi haijaanzishwa. Tunasema Afro Shirazi imeanzishwa na jumuiya mbili za kabila. Moja ni African Association, ambayo hii inawakilisha Wazanzibari ambao asili zao ni kutokea bara la Afrika. Sawa sawa. Ambayo ilikuwa ishaanzishwa Unguja tayari. Jumuiya zote za kabila zinapambana, zinashiriki kwenye mambo mbalimbali ya kiserikali na nini, wakiwakilishwa na watu wao kutoka kwenye jumuiya zao za kabila. Lakini Pemba ilionekana Washirazi ni wengi zaidi kuliko Waafrika ambao wana asili zao kutokea bara la Afrika. Yaani Wabantu inaonekana wanazidiwa na Washirazi kwa wingi. Kwa hiyo wakaona jumuiya ya Kiafrika peke yake haitaweza kututetea sisi na kutuwakilisha na sisi Washirazi. Kwa hiyo mzee Ali Sharif kutoka Pandani yeye akawasiliana na Washirazi wa Unguja, ilikuwa Sheikh Ahmed Taji. Jamani, tuanzishe na jumuiya ya Washirazi na wenzetu hawa, kwa sababu sisi wengi hapa Zanzibar tunajiona ni wengi kuliko wao, tunahisi jumuiya yao itakuja tutetee na sisi sisi Washirazi ikawatetea watu wenye asili kutoka bara la Afrika peke yake. Kwa hiyo wakakubaliana wakaanzisha Shirazi Association. Kwa hiyo jumuiya hizi za kabila zikaendesha mambo yake kwa muda mrefu. Zilipokuja kuanza siasa sasa za vyama, chama cha Afro Shirazi kiliundwa baada ya mazungumzo baina ya Shirazi Association
ambayo ilikuwa na makao yake makuu Pemba na African Association ambayo ilikuwa na makao yake makuu Unguja. Wakaunganisha hizi jumuiya mbili, Shirazi Association na African Association, ikaundwa chama cha Afro Shirazi ambacho kilikuwa kinawakilisha watu weusi wa Zanzibar ambao walikuwa wakikandamizwa kwenye wakati wa zama za ukoloni. Kwa hiyo hoja ni kwamba Pemba haiwezi kuwekwa pembeni katika kuasisi kwanza chama cha Afro Shirazi. Sawa. Nukta ya pili ya mchango wa Pemba katika Afro Shirazi inaonekana sasa katika vipi wanachama, vipi viongozi au vipi wa Pemba kwa jumla walikipokea, walikifanyia kazi na walikipenda na kukipigania chama cha Afro Shirazi. Hii tunazungumzia katika nukta ambazo zinafahamika sana maarufu na historia. Kwa mfano kuna suala la Bwana Juma Ngwale linazungumzwa sana kwenye historia. Alikuwa kada wa Afro Shirazi. Uchaguzi wa pili maarufu, uchaguzi wa pili unaitwa wa Juni mwaka 1962, ilikuwa ni uchaguzi ambao una mvutano mkubwa kweli kweli, na ndio uchaguzi ambao ulitoa maafa Unguja kule. Watu walichinjana na wakafa. Ulikuwa ni uchaguzi ambao vuta ni kuvute ilikuwa kubwa na ushindani ni mkubwa kweli kweli. Sheikh Juma Ngwale, Allah amrahamu, yeye alikuwa ni mfanyakazi wa serikali. Na ilikuwa lazima ukiwa ulifanya kazi wa serikali unapangwa kwenda kufanya kazi sehemu yako uende. Na kwa sababu watawala walikuwa wanaipendelea ZNP na ZPPP, kwa hiyo wafanyakazi wa serikali ambao ni makada wa Afro Shirazi, kwa hiyo walikuwa ndio wanatakiwa waende kazini hasa ili wakose kupiga kura. Kwa hiyo Juma Ngwale bwana aligoma kwenda kazini, sipotelea mbali, lakini nitaipigania Afro Shirazi. Hoja nyingine ambayo inaonesha wazi jinsi Afro Shirazi ilivyokuwa ikipendwa na ilivyokuwa na nguvu Pemba ni hadithi ya ndugu wawili, Ali Sharif na Othman Sharif. Ali Sharif ndio huyo alikuwa muasisi wa Shirazi Association Pemba, ambaye baadaye iliungana na African Association kutengeneza chama cha Afro Shirazi, na kwa maana hiyo na yeye Ali Sharif alikuwa ni katika makada na viongozi wa mwanzo wa Afro Shirazi. Lakini kuna kitu kilitokea mwaka 1957 baada ya uchaguzi wa mwanzo wa mwaka 1957 Afro Shirazi ilitawika. Tutazungumza siku nyingine mambo haya, tutaenda kwenye detail leo. Lakini Afro Shirazi iligawanyika, ikabidi kikazaliwa chama kingine kinaitwa ZPPP, ambao wale wa Shirazi, baadhi ya Washirazi walioungana na Shirazi Association kule mwanzo wakajitoa. Kwa hiyo akiwemo Sheikh Abdel, akiwemo Sheikh Ali Sharifu na wengine kama Sheikh Mohamed Shamte, hawa wakaunda chama chao kinaitwa ZPPP, Zanzibar and Pemba People's Party. Kwa hiyo sasa tukaenda kwenye chaguzi sasa na vyama vitatu. Sasa Sheikh Sharifu ikawa hayuko tena Afro Shirazi. Ndio. Lakini ndugu yake Ali Sharifu Afro Shirazi. Ndugu mama mmoja baba mmoja pale ndani. Sasa uchaguzi wa pili huo wa Juni, huo ambao ndio ulioleta patashika nguo Chanika huo. Na uchaguzi huu nataka nikwambie ndugu mtangazaji, huu umeandikwa kwenye historia ya kumbukumbu muhimu duniani, the Guinness Records of the World, kwamba ndio uchaguzi pekee duniani ambao ulikuwa na mvutano mkubwa ya nusu kwa nusu ya nguvu za kisiasa, mapambano ya kisiasa ambayo yalikuwa nusu kwa nusu katikati. Sasa huu uko kwenye World Records, uchaguzi wa June 1962. Sasa pandani lile jimbo Sheikh Sharifu alishinda kupitia ZPPP. Sababu Sheikh Sharifu alikuwa mzito. Yeye ndio nasabu ya Afro Shirazi, yeye ndio alikuwa chanzo. Kwa hiyo ilikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa kubadilika kutokana na misimamo yake. Badilika kweli kwenye siasa, alikuwa Sheikh Sharifu mtu mzito. Sasa alishinda kupitia ZPPP kiti chake.
Lakini Othman Sharif kutokana na mapenzi makubwa aliyokuwa nayo na Afro Shirazi, ndio, na ilikuwa kipindi hicho sasa uchaguzi umeshakwisha, kuunda serikali lazima uwe na viti vingi. Ndio. Na uchaguzi huo ilikuwa Afro Shirazi na ZNP, vile vyama vikuu ilikuwa nusu kwa nusu. Na viti 10 na viti 10. Kwa hakuna anayeweza kuunda serikali. Kwa hiyo bwana Othman Sharif akawataka lazima yeye ndugu yake Al-Sharifu ajiunge, na ilikuwa kipindi inaruhusiwa kiti chako ukakiunga kwenye chama kingine. Ukikiunga huko ndio tayari ule shampa nguvu, ana viti vingi. Kwa hiyo akapotea bwana Othman Sharif. Na alikuwa yuko serious. Anamwambia ndugu yake, usipokiunga mkono chama cha Afro Shirazi, ukiungana na hao, ukaacha kuwatetea watu weusi wa nchi hii waliokandamizwa kwa miaka mingi, mimi usinitafute, utoniona tena kwenye dunia hii. Na yuko serious kabisa. Basi bwana Al-Sharif akajirudi, akaangalia historia ya mapambano ilivyokuwa, akaangalia historia ya Afro Shirazi ilivyopambana muda mrefu tangu wameanza mapambano ya kutafuta mustakabali wa nchi. Akaambia sawa ndugu yangu, nitakiunga kiti changu na Afro Shirazi Party. Na kweli Afro Shirazi Party ikaongeza viti kupitia mapenzi ya Wapemba kwenye chama cha Afro Shirazi. Kwa hiyo ni lingine, lakini lingine ambalo ni la msingi sana mtangazaji, kutokana na historia ambayo umeieleza kuhusiana na uungwaji mkono kwa chama cha Afro Shirazi Party, hali ya matokeo ya uchaguzi ilikuwaje? Yale matokeo ya kura ya mwisho ya uchaguzi ilikuwa 46% Afro Shirazi Pemba. Angalia kupitia vyama vya upinzani baada ya uchaguzi za vyama vingi hivi. Angalia CCM inavyopata ushindi Pemba. Ni ushindi ambao umekuwa siku zote haukaribii 46%, ambao ni kidogo tu kufikia 50 wa Afro Shirazi. Kwa hiyo Wapemba waliamini kwenye Afro Shirazi. Ukiachia ile nguvu za kikabila, kwa sababu mimi ni Mwarabu, kwa hiyo nalazimishwa kupigia kura ZNP. Lakini Wapemba asilimia kubwa waliamini kwenye Afro Shirazi. Baada ya kupita fitna hapo katikati, ndio sasa wakaondoshwa, wakawa sasa inaitwa Pemba ni ngome ya upinzani. Sasa kilichotokea tutakuja kuzungumza sasa. Lakini Wapemba hawakuwa watu wa kuburuzwa kama kuburuzwa hivi sasa tangu zamani. Pemba tangu zamani walikuwa wanajua wanatafuta nini. Kwa hiyo ndio nafasi ya Pemba katika siasa za kihistoria tangu kumng'oa Mreno hadi zama za siasa za kupigania uhuru na kumng'oa sultani. Na kwa maana hiyo, kama uchaguzi wa mwisho wa Pemba walipiga kura Afro Shirazi kwa 46%, nusu kwa nusu ya Wapemba, na kinaonyesha mapinduzi ya 1994. Kwa kumalizia tu, nikiangalia muda sio rafiki unazidi kutuacha mkono, unaiambia nini jamii ya Zanzibar na kwa Tanzania kwa ujumla? Kwa sababu hapa leo tumezungumzia nafasi ya Pemba na Wapemba kabisa, wazee wetu Pemba katika historia ya mapambano ya kisiasa tangu zama na zama. Basi ujumbe wangu ni kwamba tunatakiwa tujirudi, tuone nini tunakipigania, nini tunakitaka. Kwa sababu Wapemba hasa tangu hapo zama za kale walikuwa wanakipigania kile ambacho ni sahihi kwa ajili yao na nchi yao na ustawi wa vizazi vyao. Leo hii siasa za upinzani, tutakuja kuzungumza huko mbele, zimetengenezwa special kwa ajili ya kuwajazia watu kwenye mifuko yao, kwenye matumbo yao, na kuendeshea maisha ya watoto wao. Sasa unakuta watu wanafuata tu mkumbo, hawajui kipi ni motive behind those politics. Kwa hiyo huo ndio wangu. Sasa hasa huku Pemba, watu waamke, waone zipi ni siasa ambazo zina maslahi yao na watoto wao na vizazi vijavyo, badala ya kutimba ujamu hivi kama ng'ombe ikaambiwa njoo huku twende huku.
alafu matokeo yake ni kuathirika zaidi ya kunufaika.